Kwa hiyo katika kuonyesha uadilifu wake, katika kuonyesha alivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mungu ni muadilifu, watu watalipwa kutokana na walivyofanya katika ulimwengu. Watu watalipwa hivyo. Unaona anaeleza kwa nguvu kubwa kabisa, thumma kisha lananzi'anna wallahi wa bi'izzati wa jalali, nanzi'anna, tutawachomoa. Kina nani tutawatoa? Min kulli shi'atin, katika kila kundi la hao watu waovu. Ayyuhum, ambao wao. Kwa hiyo ile ayyu sio ayyu ya istifahamu, ina maana ya isma usuli. Ayyuhum, tutatoa ayyuhum, maana yake ambao, katika hao tutawatoa kina nani? Ashaddu ala arrahmani itiya, wale ambao ni waovu zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Itiya, kwa kufanya kibri, tutawatoa. Wale waliokuwa wakifanya zaidi kibri kwa Mwenyezi Mungu tutaweka katika mahala pao maalum. Ani hii ni kuonyesha kwamba uko moto wa Ibilisi mahala pake. Naomba aya hii tuielewe vizuri Waislamu na tuifanyie kazi. Ibilisi ana eneo lake katika moto wa Jahannam. Si ashaddu ala arrahmani, si katika ashaddu ala arrahmani itiya huyo. Lakini wako binadamu, achilia huyo shaitani na watu wake, wapo ambao ni binadamu. Ashaddu ala arrahmani itiya, Allah atawachomoa, kuwatoa katika adhabu za watu wa kawaida, kuwaingiza katika adhabu kubwa zaidi. Kwa mfano kina Namurudhu, kina Firauni. Huku kwetu kipindi kile cha Nabii Nuhu, tulisema nani alikuwa muhuni kuliko watu? Alianzisha kutengeneza pombe, alikuwa Darmisheli alikuwa na uwezo wa kuzini mtu katikati ya parawanja ya mchana, akazini mtu, akachukua mtu akamzini. Sasa hawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawachomoa hawa, awaweke katika mpango maalum. Lakini wakishachomolewa watawekwa katika Jahannam hiyo. Kuna kitu tujiulize. Nabii Muhammad katika maelezo aliyoeleza, munafiki atakuwa ni katika darkul asfali minan nar. Fikiri hapa. Huyu aliyemfanyia kiburi Mungu, huyu ni kafiri. Lakini munafiki atakuwa ad-darkul asfal minan nar, atakuwa chini ya moto kabisa kabisa. Unasemaje? Munafiki ni man adhhara dinahu, lakini ni yule mtu aliyedhihirisha dini yake, wa akhfa batilahu au wa akhfa kufrahu. Kafiri ni yule mtu anadhihirisha hivi ni Uislamu hivi, kwamba ni Muislamu hivi, lakini ndani ameficha kufri. Yuko tayari kuupiga vita Uislamu, yuko tayari kufanya hili na lili katika Uislamu, yuko tayari kuudhoofisha Uislamu. Huyu atakuwa ni katika darkul asfal minan nar, ad-darkul asfal minan nar, chini ya moto kabisa. Japo tutawatoa wale waovu, tutawaweka katika vyumba vyao maalumu, dayiqan, vyumba ambavyo Qur'ani inaeleza ni finyu katika moto mkali. Lakini munafiki ni ad-darkul asfal, atakuwa yeye sasa atakuwa chini kabisa kule. Man huwa al-munafiq? Munafiq ni man adhhara dina, mtu anadhihirisha dini kabisa, Islamu, umeelewa? Lakini fikra zake si dini, fikra zake dunia, fikra zake ni kufri, ni dunia. Ndio munafiki. Yuko tayari kumdhuru Muislamu mwenzake aliyesema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah ili aipate dunia. Huyu ndio tunamuita ni munafiki. Kibri ni nini?
Kibri ni batrul haqi wa ghamtun nasi. Hivi ndivyo alifasiri Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kibri ni mtu kukataa haki na kuwadharau watu. Hiyo kibri. Inajulikana. Lakini nifaki ni jambo baya, ndugu zangu. Nifaki ni jambo baya, ni jambo baya la hali ya juu sana. Katika alama za nifaki ziko kadhaa, kama alama 7. Ajabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu kuna vitu ameviweka katika vitu sabiiyati 77, vingine ukielezwa unaweza ukashangaa kabisa. Na moja katika alama kuu za nifaki ni 7. Watu wengine wamechambua wakaweka, lakini kuu alama zao ni 7. Muda hautoshi wazi kueleza zote, lakini moja katika alama kubwa ya nifaki ni idha qamu ila salati qamu kusala. Mungu mwenyewe anasema munafiki ukitaka kumjua ni pale ambapo wanaposimama kuiendea swala qamu kusala. Utawaona wanasimama kwa nini? Kwa uvivu. Unajua huyo ni mnafiki tu. Wewe angalia swala ikikimiwa, anzeni kuanzia leo kufanya uchunguzi. Swala ikikimiwa basi qad qamati sala qad qamati sala, Allah, unaona mtu anajifu. Unaona? Lakini wale waumini wa kweli wale utaona amechangamka, analikimbilia lile jambo la swala. Na moja katika alama kuu za mtu kuwa ni mtu muumini, sikiliza vizuri Muislamu, katika alama za mtu kuwa huyu anapendwa na Mungu, ukitaka kujijua kwamba wewe unapendwa na Mungu, katika alama ya kwanza kuliko alama zote ni at-tawfiqu lit-ta'a wal-ibada. Ni mtu kupewa taufiki katika toa na ibada. Hiyo ndio alama ya kwanza. Jambo la ibada likitajwa, yeye yuko mbele. Mtu anaweza akasema sasa ushahidi gani? Nenda katika sura Hud aya 88. Sura Hud aya 88. Mwenyezi Mungu anasema wama tawfiqi illa billah. Sura Hud aya 88. Manake siku hizi kila kitu ukisema sema leta dalili, leta dalili. Na Ibn Hazm upo? Upo Kwa hiyo moja jamaa yangu kipenzi changu, tumeelewana vizuri, mtu kimpenda mwambie nakupenda. Ndivyo tuliofundishwa. Kwa hiyo moja katika alama ya mtu kuwa ni mtu wa kheri ni at-tawfiqu ila Allah, kupata taufiki kwa Mungu, litaa wal ibada. Tarawihi ukiona imesimamishwa watu wanaswali tarawihi na mtu anajua kwamba mimi muda wote naweza nikaenda akhera, utaona watu wako mbele katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu. Utaona hivyo. Lakini angalieni ndugu zangu, Uislamu ili uweze kwenda mbele, ni sharti Waislamu wenyewe nafsi zao zibadilike kwa kumtambua Mungu. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tubadilike. Nifaq. Hiyo ni alama ya kwanza. Idha qamu ila salati sasa hii ndio inakusanya na zile wailul wailul alladhina hum an salatihim sahun. Hiyo ndio alama ya kwanza. Tumeelewana vizuri. Alama ya pili, munafiki hupenda kufitinisha. Iftitan, alama ya pili. Munafiki hapendi jambo likakaa sawa sawa, anapenda kufitinisha. Na ndicho alichokuwa kinafanya kina Abdullah bin Ubay ibn Saluli, walikuwa wanafanya mambo kama haya, anapenda kufitinisha. Watu wakikaa salama basi unatupa pale jiwe kidogo lililo na nini, au sivyo, ili watu wasambaratika. Wakisambaratika ndio anakaa sasa tuliwaambia, kwa sababu ndivyo alivyokuwa kina Abdullah bin Ubay ibn Saluli. Wale watu walikuwa wakienda vitani, Waislamu wakipigwa, mtume alipigwa meno mengine hana. Unaona bwana, mtume sallallahu alipelekwa katika vita vya Uhud, alikwenda katika vita vya Uhud. Alipofika katika vita vya Uhud, wakakhalifu wale walioambiwa msteremke katika kilima cha Uhud pale, wakakhalifu wakateremka. Ilikuwa Waislamu washinde, Waislamu wakapigwa. Katika madhara yaliyompatikania kipenzi chetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni meno ya mbele haya ilifanya
Basi wale kwa sababu vita vya Uhud, na ndio alivyokhalifu Abdullah bin Ubay bin Saluli kurudi na watu 300 vitani. Si walirudi na watu 300? Waliporudi sikia Waislamu wamepigwa, basi wakasema lau kanu indana ma matu wa ma kutilu, au sio? Hawa wangelitusikiliza sisi, wangelikuwa na sisi, ma matu wa ma kutilu, hawa wasingelikufa wala wasingeliuawa. Ubishi tu kujitiatia, upigana na Makuraishi mchezo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema wale watu waovu, asema thumma lananzi'anna, kisha lananzi'anna, tutawatoa, tutawachomoa, tutaweka katika selo yao maalumu, katika moto wao maalumu, min kulli shi'a, katika kila kundi. Hapa lazima tuelewa, katika kila kundi, kila kundi la wenye makosa, kila kundi la wakosefu, kila kundi la watu waliokuwa wamefanya kufanya ukaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya hii inasisitiza kwamba watu wanapopewa uhuru wa kufanya matendo, watu wakafanya uhuru, fanyeni ibada mnavyotaka, alafu akaja mtu katika uwajibikaji wake akawajibika kwa vile anavyotaka yeye, si kama anavyotaka nani? Mwenyezi Mungu. Basi hapo ndo matatizo yanapopatikana. Lakini vile vile tunafundishwa katika aya hii al-ibtiadu anil kibri wal inadi, watu tujiweke mbali na kibri, tujiweke mbali na upotofu, kwa sababu hakuna sababu yoyote. Sisi sote tunaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mwenyezi Mungu kikubwa atujalie kuwa ni katika vipenzi vyake. Tumeelewana ndugu zangu? Thumma lananzi'anna min kulli shi'atin, ayyuhum, ambao wao watakuwa ni ashaddu ala arrahman, manake ashaddu itiyan ala arrahman, watakaokuwa na kibri, waliokuwa na kibri zaidi kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma lanahnu, Mungu kwa kuongea bana, thumma lanahnu, kisha wallahi sisi, a'lam, sio na'lam, sisi a'lam. Umeelewa vizuri hapo? Kisha sisi naelewa vizuri zaidi kuliko unavyofikiri mtu mwingine anaelewa, sio? Nafahamu vizuri zaidi sana. Billadhina, na waelewa wale ambao hum wao aula biha, tumeelewana vizuri, watastahiqi mno, naelewa vyema wale ambao hum wao aula, wanastahiqi mno, biha, kwenye hiyo jahannam, swiliya, kuchomwa katika moto. Najua vizuri sana, kila mmoja namjua vizuri. Aya hii walipokuwa masahaba wakisomewa aya hii, walikuwa wanalia machozi, wanajua ani yule Mungu ndio anajua nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anazijua nyoyo zetu. Alafu kuna tabia imekuwa sijui inaendelea na inazoeleka na hivi na nini, kuelezana kwamba fulani ana moyo mbaya sana, usivuke mipaka ukataja mambo yasiyokuhusu, ukaingilia mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna mtu yeyote anayeweza akajua nani mwenye moyo mzuri na nani mwenye moyo mbaya zaidi ya nani? Ya Al-Haq Subhanahu wa Ta'ala. Haiwezekani. Kwa sababu tabia ya leo ni kwamba ni mtu ukikaa naye vizuri, ukimpa futari unaweza yule mtu mzuri sana. Toa futari, mzuri sana. Ukipewa hiki yule uzuri wa mtu katika nafsi yake anaujua ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mungu asema thumma la nahnu a'lamu, twajua zaidi, naelewa vizuri sana. Kwanza kaleta nahnu ya ta'dhim au zibe. Hiyo nahnu sio ya sisi, ni ya ta'dhimi. Akaleta ile ta'dhima ya yeye, ukubwa wake. Pili akadhihirisha jinsi ya ufahamu wake, yeye ndo anajitambua alivyo katika ufahamu wake.
kisha anawataja billadhina, anawajua vyema wale ambao humu wao aula watastahiki zaidi biha, kwenye hiyo jahannam ndio anawajua silia, kwa kuingia na kuchomwa katika moto. Allah ndio anawajua zaidi. Kwa hiyo moyo wa mtu, kwa hiyo Mungu atawaadhibu watu kupitia mioyo yao. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Umeelewana? Mtu asije akajasiri mbele za watu akaambia mimi ni katika wacha Mungu, kumbe vipenzi vya Allah vipo vinakutizama tu. Wako watu ukimtizama utamdharau. Wako watu ukimtizama, wakikutizama au wewe ukiwatizama utawadharau. Jinsi ya miili yao, jinsi ya mavazi yao, jinsi ya hali yake, utamdharau, utaona. Lakini Allah anatangaza, atakaye mchoma yeye ndo anayemjua zaidi. Sisi tumeelewana? Na ndio maana hata au unasemaje katika masala ya dua, haya masala haya anayejibiwa dua kipenzi wa Allah yeye ndo anayejua. Yeye ndo anayejua. Kwa hiyo sisi ni finali tu kukutana huko kwa akhera. Acha tukakutane kule. Acheni tukakutane kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndo finali kubwa kuliko finali zote mnazozijua nini. Ni kwenda kukutana, alafu tukifika hapo ndo itajulikana aliyepata degree chuo kikuu nani, aliyepata failure ya form 4 ya F ni nani. Itajulikana siku hiyo. Lakini hapa duniani ni matambo mengi hapa duniani, hapa tambo ni nyingi hapa. Au sivyo hivyo? Hapa duniani tambo ni nyingi sana. Kila mtu ni mwema, kila mtu, na ukijasiri kumwambia mtu rekebisha bwana, kuwa hivi. Hapa duniani kila mtu ni mwema, kila mtu tambo. Au sivyo hivyo? Hamuoni tambo? Zamani hata nyuma tu wakati tukisoma na Mwalimu Saidi, au Mwalimu Saidi hawa tumesoma huyu ni mwalimu huyu. Kipindi hicho hapo nyuma tu ilikuwa ni mtu, watu wanashindana kusoma, watu walikuwa wanafanya juhudi ya kushindana kusoma. Ukimuona mwenzako analijua jambo unafanya haraka kwenda kulifanya nini, kumwambia nisomeshe. Sivyo? Ilikuwa mtu kuna irabu huiwezi, utafanya jitihada mpaka uitambue. Ilikuwa kuna mtu kuna kitu hukiwezi, unafanya hivi, kwa nini huyu ameweza, unafanya hivyo. Lakini sasa hivi sivyo. Ni wachache katika hao. Sasa hivi ni wachache katika hao. Sasa hivi aliyenacho atataka kukuringishia, au sivyo? Na ukimwambia nipatie, basi atakutangaza. Atakutangaza Changombe yote au Dodoma yote atakutangaza. Bwana si fulani ulikuwa fikiri mwalimu yule? Ndio. Sikaja hata ananiuliza mshikeli kwenye safini. Unaona sasa? Unaona? Mzee Hamid, umeona dunia sasa? Yaani unakuja na sala lako kwa ikhlasi kabisa, unakuja kuuliza sasa si mnamjua yule Mzee Hamid wa sokoni hata ajui hata faradhi za udhu. Kumbe inawezekana alikuwa anataka faida tu, anajua alikuwa anataka ziada ya jambo. Kwa hiyo atakaa kukuchambua na basi kila ukipita si yule anafanya anachua masala haya hayajui. Haya sasa wewe unayejua mbona huyasomeshi? Basi kila siku watu hawajui tu. Hebu Mwenyezi Mungu atupe ikhlasi katika ilmu. Si tumeelewana vizuri? Sasa habari atakayechomwa ni nani, sijui atakuwa nani ni nani, sijui vipi ni vipi. Mungu mwenyewe ndo anayetangaza. Thumma la nahnu a'lamu billadhina hum aula biha silia. Mungu mwenyewe ndo anayejua. Lakini sisi tukazane kufanya ibada na mioyo yetu iwe safi. Penda wenzako, au sivyo hivyo? Penda wenzako, kaa na wenzako vizuri, au sivyo hivyo? Wape kama una kitu mpe mtu kitu. Msamehe aliyeteleza, amekukosea, msamehe.
Haya, na wewe kaa na huyu vizuri. Ndio maisha, au sivyo? Ndio dunia ilivyo hivyo. Wa in minkum illa wariduha. Subhanallah. Wa in minkum, aya hii wameeleza sana wanazuoni. Hakuna yoyote katika nyinyi illa wariduha, isipokuwa atapita katika jahannam. Ya Allah. Hapa kuna tafsiri mbili. Wapo waliosema wanaokusudiwa hapa ni kufara, lakini tafsiri za wanazuoni wengi wanasema ni sisi sote. Kabla ya kupita kwenda peponi, utapita katika mgongo wa jahannam, katika ile sirati, kwa sababu hadithi ya Mtume inasema kwamba ile sirati itakuwa chini yake ndio kuna jahannam, sio? Ile chini kutakuwa jahannam, alafu juu kwenye ile sirati tunapopita kwenda peponi. Peponi ni kama kule barabarani, mfano wa kiakili, lakini wallahu aalam. Sisi tuko huku sasa, ili tukafike kule, huku chini kuna jahannam na hapa ni sirati nyembamba sana. Na mtihani wa kwanza mtu kujua ni mwema ni hapo katika hiyo sirati. Katika sirati hiyo wako watakaopita kama umeme, kalbarq, pap, Allahumma ja'alna minhum. Watu watakaopita. Wako watu walikuwa wakidharaulika duniani, kuonekana si watu wa maana. Watu hao ndio watakaopita haraka kama umeme kuingia katika nani, katika pepo. Wako watakaopita kama wako katika vipando. Wapo watakaopita kwa kusota, mtu anapita anasota hivi. Na katika hiyo sirati, heri ingelikuwa ni kupita tu, lakini katika sirati kuna vigovya. Vigovya ni kama yale machuma ya kutundikia nyama katika bucha, yamewekwa hivi. Pembeni kuna vile vigovya hivi. Vile vigovya vinasubiri, kila kigovya manake ni kama vile vipimo, mfano vya kuingia airport au vya kuingia wapi, mahala penye ulinzi, kwamba ukifika unachajiwa ile. Kama ikionekana una kitu kinachuma chuma namna hii, basi inalia njir namna hii, unaambiwa toa hapo, umeweka nini? Sasa vile vigovya vinaendana na makosa ya watu. Kama ulikuwa wewe ni jizinifu, ulikuwa ni nini, aliyadhu billah, basi kigovya kile tap kinakuchukua kinakudumbukiza. Kama ulikuwa ulimi wako pamoja na udogo uliopo na neema kubwa iliyopo katika ulimi ya kumtaja Allah, ilikuwa kazi yako wewe kukicha mpaka jioni ni kusema wenzako, ndio Allah asema wala yaktab ba'dhukum ba'dha, sivyo? Ilikuwa kazi yako ni kusema watu tu, basi kigovya kipo kinakudobokoa, kinakutupia. Kama wewe basi hivi ni siku nzito sana. Kwa hiyo kichukuliwa ndio utawekwa mle kwa mujibu ya yale makosa yako mpaka yafanye nini, yani yaishi. Na siku moja ya akhera ni sawa na ka 1000 sana, ni kama miaka mingapi? Siku moja ya akhera ni kama miaka 1000 ya hapa. Kwa hiyo ukiambia utaingia motoni siku moja, maana yake umeingia miaka 1000. Ni karne ngapi hizo? 10. Si 100 kwa siku hiyo. Mimma tauduna, katika siku mnazohesabu hapa ardhini. Ndio itabidi pale baada ya muda, ndio sasa yakiisha yale unaweza ukatolewa, kwa mujibu tunavyosoma katika hadithi mbalimbali. Kwa hiyo sasa katika ile jahannam, wakati watu wanapita pale, kwa tafsiri ya wale waliokwenda na haya ninaeleza, wale wanaopita pale kuna hivyo vigovya hivi. Je, mnaonaje katika ulimwengu huu tunaoishi? Kuna nafasi ya kudharau mtu? Kuna nafasi ya kula kitu cha mtu bila ridhaa yake? Hakuna. Kuna nafasi, kwa sababu mpaka macho haya ukimtizama mwenzako kwa jicho la dharau, lile jicho hujazungumza, lile jicho litapata matatizo yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndo anajua khainatal ayuni, sio? Anayajua macho yaliyo khiana. Ukimtizama kwa kumdharau tu, anajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kimdharau anajua. Na unasemaje hapo? Ya vipi anapita hapa?
namna hiyo. Na kibaya zaidi katika kipindi cha saumu kama hiki, watu wengi wanajikuta wameshinda na njaa. Hujala, hujanywa, lakini umeshinda katika kula nyama za watu, shinda kusema watu. Sasa shekhe, ulimi huu, hakuna kitu kibaya kama ulimi, na hakuna kitu kizuri kama ulimi. Kwa sababu ulimi ufanye ni simba ufungie, ufanye ni simba ufungie, utanufaika sana. Alafu ulimi huu umesababisha yule jamaa aliyekuwa anaogelea katika Arshur Rahmani, anaulizwa ni malaika huyu? Hapana. Huyu ni nani? Hapana. Akaambiwa huyu ni mtu ambaye kana lisanuhu ratbun bi dhikrillah. Huyu mtu alikuwa ni ule ulimi wake ulikuwa ni mwepesi, mbichi mwepesi, kwa sababu ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna jambo kubwa kama sisi kila wakati kumtaja nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in minkum, bimaana aima ya nafi, hakuna yeyote katika nyinyi illa wariduha, isipokuwa atapita katika hiyo jahannam, atapita. Kana ala rabbika, jambo hilo liwe kwa Mola wako. Manake siku zote kanuni kana hiyo ni istimraria. Kuna kana inqitaiya na kana istimraria. Kana ya inqitai ni kama hivi, na mimi nasema kana Zaidun jalisa, muda wowote anaweza akainuka. Lakini wa kana Allahu ghafura rahima ndiyo sifa yake endelevu, sio kana kwamba iko siku hatokuja kuwa yeye ni rahima. Na hii hapa wakana, manake kana ala rabbika, hilo jambo kanuni yake na hali yake na desturi yake limekuwa jambo hilo kwa Mola wako. Hatman ni jambo lenye kulazimika, maqdhiya lenye kuhukumiwa hivyo. Ni jambo lenye kulazimika, lenye kuhukumiwa hivyo. Maqdhiya, hatman maqdhiya, jambo la lazima hilo, maqdhiya. Sasa mwenyewe anaeleza, anatia taukidi huku nyuma, zote anaziweka, kisha hapa anakuja sema kana ala rabbika hatman maqdhiya. Manake hivyo ndivyo itakavyokuwa. Na hili tumeelezwa kama alivyotueleza toka tunazaliwa kwamba mbegu zinaingia kwa wazazi wetu, zikishaingia zinakaa siku kadhaa, siku 40 zinabadilika. Mtume akasema baada yake ikaja mpaka miezi 9 unatoka. Yote Mungu kaeleza, thumma sabila yasara, unatoka. Mwenyezi Mungu anasema thumma amatahu fa akbara, kisha unakufa, mtu anakuwa kaburini. Baada ya muda thumma idha shaa anshara, tutamfufua. Kweli ndio hivyo, tutafufuliwa. Baada ya kufufuliwa kitakachokuja ni malipo kama hivyo. Sasa hakuna, narudia tena ndugu zangu kwa ikhlasi kubwa na nia kubwa, hakuna kama kudumu kwenye ibada na kumwomba Mungu atupe taufiki ya kufanya ibada. Hakuna mtu azikwambie hakuna. Na kama ukikaa kuusikiliza usengenyi, basi lazima masikio haya yatakwenda kuwajibika. Maanake mtu anawezekana mimi sisemi, lakini mimi kazi yangu nasikiliza nini? Umbea, usengenyi, lazima utakwenda kuwajibika. Uzuri ni kukanya. Mimi nilikuwa na rafiki yangu akiitwa Hassan, mzee wetu, mzee Guta pale Chamwino. Mzee Guta mnamfahamu, karibu Tengu, mzee wetu yule. Ghafara Allahu lahu wa rahima, Mwenyezi Mungu amrahamu, aipanue kaburi yake, ajalie ni kaburi katika kaburi za peponi. Alikuwa na kijana wake akiitwa Hassan, Allahumma ighfir lahu warhamhu waskin fil janna. Tukisoma area C Bilal madrasa, Mwenyezi Mungu adumisha madrasa yetu ile. Basi yeye ulikuwa mtu akiweza akasema jambo kadha, basi anakusikiliza vizuri. Basi yule mtu akija akipatikaniwa, yule ambaye alikuwa anasema, yule akija akipatikaniwa yule, basi anakuambia bwana, hebu njoo bwana, bwana yale maneno ulikuwa unasema, huyu bwana bahati nzuri kaja, hebu elezea bwana, tokea mwanzo. Sasa kama mtu ni muongo au vipi, unamwona jamaa ni baridi lakini jasho linafanyaje, tena anamtolea macho, eleza. Bwana unataka utuingize motoni hapa, eleza. Jamaa yangu amefariki huyo, Mwenyezi Mungu amjalie kuwa katika watu wa kheri, eleza. Sasa hilo lilipelekea
ukitaka kusengenya mbele ya Hassan basi ujipange. Atakwambia bwana wewe eleza, lakini hatukubali, wewe eleza tu. Na hivyo ndivyo inavyotakikana. Mtu akiwa na tabia ya kusema mtu, basi wewe mwambie hapana, usipate tabu, inshallah wewe eleza tu. Lakini hayo ulionaambia, bahati nzuri huyu bwana hajafa, yuko hai, kwa hiyo inshallah tutakutana, utanieleza kama ulivyokuwa unafanya nini. Utakuwa umemaliza umbea, utakuwa umemaliza kila kitu katika nini. Lakini ukikuta mtu aza bwana utaleta shida bwana, basi huyo ndio akbarul munafiqina, ndio katika wale watakuwa kuwa chini asfalu minan nar, chini ya moto. Na hakuna kitu kibaya ndugu zangu kama kuharibu heshima ya mtu, kitu kibaya sana. Najua katika vitu vya thamani kwa mtu ni heshima yake. Heshima ya mtu ni kitu kikubwa sana. Kuharibu hadhi ya mtu, heshima ya mtu bila sababu ya msingi ni kitu kibaya sana kwa mtu huyu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma kisha nunaji, siwe kisha hapo utasoma kwa njia mbili, nunaji au nunji, bitashdidi wa takhfifi. Kisha tutawaokoa, Allahumma ja'alna minhum alladhina taqaw, tutawaokoa wale ambao ittaqau minashirki wal kufri. Tutawaokoa waliojiepusha na shirki na kufri, kwa maana waliomcha Mungu. Wanadharu dhalimina, na tutawaacha madhalimu, kwa maana wale wa mushriki, wale kufari na wengine waliodhulumu haki za watu. Moja katika kudhulumu haki ya mtu ni kumvunjia heshima yake, kama tulivyotaja. Mtu hajafanya jambo lolote, hana shida yoyote, ukatoka kwenye jamii ukaenda kuitaja kumharibia heshima yake, ni kitu kibaya sana, kitu kibaya sana. Kisha wanadharu dhalimina, tutawaacha madhalim, kwa maana tutawabakisha fiha, katika huo moto. Allahu akbar, jithia, wakiwa wamepiga magoti, wakiwa wamepiga magoti katika moto wa jahannam, watakuwa katika hali kama. Kwa nini waislamu tukaingia kwenye matatizo bure? Kwa sababu gani tukaingia kwenye matatizo bure? Kwa sababu ipi? Kuwa okay tu, nyoka tu hivi. Muislamu ananyokaga hivi. Muislamu hana kona. Muislamu ananyoka tu. Muislamu anakuwa mtu wa kheri. Muislamu anapenda watu wa kheri. Muislamu anapenda kitabullah, Qur'ani. Anapenda ahadithu Rasulillah, hadithi sahihi za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kipindi cha Ramadhani kama hii, kuwa free, kuwa huru, kuwa nini. Na masiku yote ikija mfungo wa mosi, tunaanza utekelezaji tuliojifunza ndani ya nini, ya Ramadhani. Ndio ikaitwa mfungo wa mosi, mfungo wa pili, mfungo wa tatu, mfungo wa nne. Maana yake ni mwezi wa 4 tunajifunza toka tumeifunga nini, toka tumeifunga Ramadhani. Kitu unachokiweza sema naweza, kitu usichokiweza sema hiki mimi sikiweza. Hiyo ndio dini, na hii Qur'ani ndivyo inavyosema. Na Mwenyezi Mungu atujalie kweli watu wa kheri. Wa idha tutla alaihim, na waumini. Wa idha tutla alaihim, na pindi wakisomewa wao, waumini na makafiri. Hapo jumlisha hapo. Wa idha tutla alaihim ayatuna, na pindi zikisomwa kwao, wakisomewa wao ayatuna, hao waumini na makafiri wote, ail mu'minina wal kafirina, pindi wakisomewa wao ayatuna, aya zetu minal Qur'ani, katika Qur'ani, tena bayinatin, aya zilizo wazi. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Allahu akbar. Wanasema sasa wale waliokufuru kuwaambia walioamini. Sikiliza hapo, zikisomwa aya kwa waumini na makafiri, basi wale makafiri sasa wanawaambia wale waumini, sasa ayul fariqaini khairum maqama. Wanauliza hivi, sasa hebu ngoja, ninyi waumini
nyinyi waumini na sisi wanajinasibisha wao ni makafiri tukitizamana, yani kati ya haya makundi mawili haya, tukitizamana kati ya nyinyi waumini na hawa ambao sio waumini, ayul fariqain, ni lipi katika haya makundi mawili khairun, kundi lililo bora maqama, kwa makazi hivi na daraja, nafasi, wa ahsanu nadia, na uzuri wa washirika katika mabaraza, wa ahsanu nadia, na uzuri wa washirika katika mabaraza. Hivi hebu tutizamane kidogo, wanaovaa vizuri ni kina nani? Walio na majumba ya thamani kina nani? Makafiri wanauliza Waislamu. Walio na hadhi hata ya kukaa hivi ukazungumza au ziwe kina nani? Maskini, kumbe Mungu amewapa istidraj, Mungu amewavuta kidogo kidogo, alafu dunia imewazamisha, inakuwa ni sababu ya kuwadharau watu waliotamka shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Bilal ibn Rabaha radhiyallahu ta'ala anhu, tunaendea mwishoni wa darasa yetu. Bilal ibn Rabaha radhiyallahu anhu, yeye ukimtizama ni mtumwa mweusi, mtu wa Ethiopia mweusi. Ammar ibn Yasir ni Mwarabu, lakini ukimtizama hana kitu. Ammar ibn Yasir. Ukimtizama Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu, nyumbani kwao walikuwa ni matajiri. Mus'ab ibn Umair, matajiri wakubwa nyumbani kwao. Mus'ab ibn Umair aliteua na alichagua kuwa ni mtu wa karibu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Umair, baba yake alimnyima matumizi, alimnyima pesa ya chakula, familia yake ilimtenga, alimnyima vitu kama hivyo. Mus'ab ibn Umair akawa hana viatu vya kuvaa. Mus'ab ibn Umair akawa nguo zake ni za kuungaunga, afunge hapa, afunge hapa, afunge hapa. Mus'ab ibn Umair radhiallahu ta'ala anhu. Mus'ab ibn Umair anakwenda radhiallahu anhu kwa wazazi wake, wanamwambia, unaona, sisi tulikuambia wacha habari zako hizo, wacha hizo habari, hivi wewe ulivyo hivyo, ukitutizama na sisi jinsi tulivyo na mali na nini na nini, wewe unakuwa ni mtu, utakuwa kweli wewe una thamani kuliko sisi kweli wewe? Wanamnyanyasa, wanamdharau. Mus'ab ibn Umair anatoa chozi ambalo ni la kuwasikitikia, chozi la kulia kwa ajili ya Allah na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab ibn Umair anasema, hali yangu hii inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mus'ab anatumwa akiwa ni kijana wa miaka 18 aende akafundisha Madina, anakwenda kusomesha Madina. Mus'ab ibn Umair, masahaba wanaokuja kutoka Maka wanahamia kwenda Madina, wanakuta kijana yule kafanya kazi kwa taufiki ya Allah. Hakuna nyumba katika nyumba za Madina isipokuwa anatajwa Mungu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu amekuwa katika hali hiyo, lakini Mus'ab ameuawa katika vita vya Uhud pamoja na Hamza radhiallahu anhuma. Mus'ab ibn Umair ameuawa, hata sanda yake, japo na kazi kubwa aliyoifanya kama hiyo, hata sanda yake ikawa matatizo. Ukimfinika kichwani miguu inadhihiri, ukimfinika miguuni kichwani kuna dhihiri. Mtume SAW akasema, mfunikeni hivyo kichwani, huku chini miguuni muwekeeni idhkhira, kivumbasi, tunaita idumbasi, muwekeeni idhkhira, kivumbasi. Ndio akawekewa kivumbasi Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ameacha mali katika dunia kwa wazazi wake. Mus'ab ibn Umair amechagua kalima ya shahada. Mus'ab ibn Umair amepata tabu kulingania Uislamu. Mus'ab ibn Umair amefariki akiwa sio kana kwamba ni tajiri, mpaka sanda yake ikawa ni matatizo. Sisi tuitaka dunia leo? Hebu tuchagueni Mungu, chagueni Mungu, tuendeni na Mwenyezi Mungu na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa hawa wanauliza, wanasema hawa makafiri hawa, wewe
wewe Muhammad unatusomea Qur'ani kwamba idha tutla alaihim ayatuna, pindi wakisomewa wao aya zetu tena zilizo wazi, bayinati, zilizo hali ya kwamba ziko wazi, qala alladhina kafaru lilladhina amanu, wanasema waliokufuru kuambia walioamini, ayyul fariqaini, ni lipi katika makundi mawili haya, bimaana ya kwamba nahnu, kwamba wao makafiri, wa antum, na nyinyi waislamu, kundi hilo khairun, kundi hilo ni bora, maqama. Hii maqama ulama wamefasiri sana kwa nafasi, maqama kwa hadhi, maqaman kwa mavazi, maqama kwa ile inavyoonekana. Naeleka vizuri. Wa ahsanu nadia, na wazuri zaidi wa baraza, yani washirika. Nadia ni wale washirika wa mabaraza ambao wanakaa nao pale. Sisi waislamu tusitizame ulimwengu. Ukipata riziki unayopata sema alhamdulillah, usitizame ulimwengu. Narudia tena waislamu, tusitizame ulimwengu. Mimi nakuelezeni maneno haya kwa dhati kabisa. Tusitizame ulimwengu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu anaoteshwa kwamba maswahaba, masahabu alimtuma Saria. Sayyidina Umar alimtuma Saria kwenda katika sehemu za Fasa kule akapigana Warumi na Wafursi wale kule sehemu za Irani. Fasa ni moja katika mikoa katika mikoa ya Irani kule, katika maeneo miongoni mwa mikoa ya huko kule Fasa. Alipofika kule Saria, wale Wafursi wakatafuta watu, organization, wakapata watu wengi sana. Ikiwa sasa Saria akiingia katika uwanja kupigana, Saria atakufa, watamalizika wale. Lakini sasa yatakiwa Saria aweze kujiegemeza katika mlima, yani hao wanapigana, mlima uwe nyuma yao hivi, sio ili wapigane na wale. Wakitaka kuzidiwa, mlima utakuwa unafanya nini? Unawahifadhi. Saria hilo halielewi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anaonyeshwa katika usingizi. Saria akijibanza katika mlima atanusurika. Saria akiingia katika uwanja akawaacha makafiri wakiwa upande wa mlimani atamalizika. Basi Sayyidina Umar akainuka. Habari ya Saria ndio hii ya kweli. Wakati anaoteshwa, ile ndoto inaonyesha ni muda wa mchana hivi. Ile ndoto inaonyesha. Sayyidina Umar akasubiri radhiallahu anhu mpaka ule muda alioona kwamba kule katika ndoto ni mchana ule. Kisha akawaita Waislamu kwenye msikiti. Kisha akawahutubia Waislamu katika muda huo, kuwaeleza ndoto aliyoota na habari ya Saria aliyomtuma kwenda kupigana. Akawaambia, akasimama katika mimbari akamwambia Saria, kutoka Madina aliko Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kwenda mpaka aliko Saria kule Fasa ni kilomita 1500 takriban. Ni mwendo kwa gari takriban siku 16. Kilomita 1000 na ngapi? Na 500. Ni karibia masaa 16 tuseme hivi, sio siku 16. Kama masaa 16 na kitu. Sio siku, masaa. Sisi tumeelewana vizuri? Basi lakini alisimama akasema, ya Saria aljabala, anamwambia Saria, yuko kwenye mimbari, ambia Saria aljabala, Saria mlimani, egemea kwenye mlima. Saria anaisikia sauti ya Sayyidina Umar. Ikalazimika, sikilizeni habari za Allah hizo, ikalazimika Saria awaambie wale, na wengine wamesikia, tujiegemeze kwenye mlima. Wakajiegemeza kwenye mlima, wakapigana mpaka wakashinda. Saria akashinda. Aliposhinda akapeleka ngawira, akapeleka chombo kimejaa malulu na madhahabu namna hii, akamtuma jamaa aweze kumpelekea Sayyidina Umar. Alipompelekea Sayyidina Umar, alipofika pale, sikiliza alichokikuta yule bwana aliyotumwa na Saria. Sasa alipofika pale, anamkuta Sayyidina Umari anawalisha masikini.
Saidina Umar amekaa hivi, maskini wamepanga swafu, anawalisha maskini. Basi Saidina Umar yule bwana hakufanya chochote, na yeye akakaa kupata riziki. Baada amewalisha, Saidina Umar anaangalia namna hiyo wamekula. Saidina Umar akasema alhamdulillah rabbil alamin. Waislamu, hakuna kitu kina raha kama kulisha wenzako. Hakuna kitu kina raha kama hicho. Wallahi mimi nakwambia. Hakuna. Wale fukara wasio na kitu wakakaa wakala wakafanya nini wakafurahi, unawaona kabisa watu wamefurahi. Hakuna kitu kina raha kama hicho. Saidina Umar akafurahi. Alipofurahi Saidina Umar, basi akaingia ndani. Alipoingia ndani, sehemu kwamba sasa watu wameshakula na yeye ndo ale, na ndio utaratibu wa kiongozi. Huyo ni amiri wa Waislamu duniani. Sio mtu amechukulia mamlaka kidogo hapa. Amiri wa Waislamu duniani, hali mpaka alipohakikisha wale wamekula, akaingia ndani. Alipoingia ndani, yule bwana aliyetumwa akamkuta Saidina Umar chakula chake anachokula, subhanallah. Chumvi iko pale, chumvi mawe, sijui mchuzi wenyewe ni vipi hujulikani na hivi na nini. Yule bwana alipofika pale kachoka kabisa. Saidina Umar anamuuliza, vipi? Saidina Umar akafikiri yule bwana kuja pale labda na yeye ni katika maskini bado hajala. Vipi? Nimekuja, nimekula. Niambia njoo tule. Wakasogea wote kule. Lakini yule bwana pamoja na ufukara wake paka anashindwa kile chakula kukila anachokula Saidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Basi wakala nini, walipomaliza akamwambia, bwana mimi nimetumwa na Saria. Akamwambia eleza sasa, kwa sababu si ndo alioteshwa na hivi na nini, na ile maneno alisema ya Saria aljabala aljabala. Akamwambia eleza sasa. Akamwambia, bwana mzee kanituma, Saria kanituma, kule vita tumeshinda, sauti yako tumeisikia. Yule bwana anaeleza, sauti yako uliosema aljabala aljabala tumeisikia. Na yule bwana aliulizwa na wale watu wa pale Madina, kuna watu wapelelezi, bwana huku alikuwa anasema Saidina Umar ya Saria aljabala aljabala, je mlisikia hiyo sauti? Yule bwana akasema sauti hiyo tumefanya nini, tumeisikia. Sasa nyinyi mnacheza na Mungu. Unacheza na Mungu. Tumesikia sauti ya Saria. Haeleza Saria. Saria akasema, bwana mimi nimetumwa nilete mzigo. Upi? Haya madhahabu, haya malulu, haya manini, umepewa wewe kama khalifa. Subhanakallah. Aliruka kama kangatwa na kitu gani Saidina Umar. Mnanipa moto. Wale waliopigana hivyo vita mmewapa. Wale waliopigana hivyo vita kuna kitu gani tayari washakipata? Ati bado. Sasa kwa nini mnaleta? Yule bwana katika baadhi ya riwaya ukisoma katika Suwar min Hayati Sahaba aliagiza bakora Saidina Umar. Kuna jamaa moja alikuwa mtumishi wa Saidina Umar aitwa Yarfa, alikuwa akiitwa Yarfa ya Yarfa. Ndio nani ndivyo lete bakora. Katika riwaya zinaeleza yule bwana alikumtoa bakora kwanza pale. Mnaelewa vizuri? Baada hapo usifanye mambo. Nyinyi mnaniwaza mimi. Soma katika Suwar min Hayati Sahaba utaona unaniwaza mimi. Chukua mkagao kwa Islam. Yule bwana akachukua hapo akairudisha alikotoa, na kitu kile kikauzwa, mali ile ikarudi kuwanufaisha Waislamu waliopigana nini. Sisi tungelisemaje? Kwani ndio hii tu, hakuna nyingine zaidi ya hii? Umeelewa kaka? Kwanza kule kusikia tu mtu anasema kule unasikia unaniona namna hiyo. Sasa mimi nachokuambieni na narudia kuambia, anayejua mioyo ya watu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi tuwe ni katika watu wa kheri, tuwe ni katika watu wenye kumtambua vyema mwalimu wetu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inshallah kwa siku ya leo naona hapo patatutosha, au mnasemaje? Panatutosha sana, kwa sababu tusiwe tunachukua jambo kubwa, tuwe tunachukua kiasi ambacho tunaweza kuwa katika akhera, lakini wakati fulani tunaenda kuendelea na majukumu yetu ya kila siku. Mimi ninachotaka nikwambieni kwa aya za leo,
aya za leo zinazotueleza, kwa sababu aya za kesho zitazungumzia wakama ahlakna qablahum min qarn, zimeshaanza kuzungumzia kuangamiza karne zilizopita, namna gani watu walivyoangamizwa na nini na nini na nini. Sasa aya za leo, kichwa cha habari maana yake ni istafti qalbak. Yule sahaba aliambiwa istafti qalbak, chunguza moyo wako. Kila mtu achunguze moyo wake. Moyo ndio unaangaliwa.